Pido Master. Taalamu kabisa. Fundi. Fundi. Pido Master fundi. Ngarisha balaa. Ukiangalia video za Pido unajisikiaje? Mashallah, una kijana mzuri kweli kweli. Professional photographer. Pido. Kazi nzuri. Malizia Montana. Umepoa baba? Leo Pido kapoa? Pido Montana Mtumbadi. Naam. Umeamka vizuri na umeshinda vizuri. Alhamdulillah. Amani imerejea. Tulimisi haya mambo. Tulimisi kurudi kwenye makazi yetu haya, kwenye sehemu ya kutafutia riziki yetu na sehemu ya kuisemea timu tunayoipenda ya Singida Black Stars. Na sasa hivi kuna mara moja nitakuwa nadokeza kuisemea Taifa Stars kidogo. Wewe useme Taifa Stars vipi Masanza, lakini jamani timu yetu wote. Kaimu kocha mkuu. Si timu ya Watanzania. Miguel Gamondi. Kwa hiyo na mimi naweza nikaa napata mara moja nikipata mizuka na bwana kakaangu Clifford Mario Ndimbo. Leo naomba nipige neno kidogo hapo kuhusu Taifa Stars. Sasa kocha yetu yupo pale. Kwa na mimi nitakuwa kidogo na donyoa. Ndio raha. Kila msemaji ana haki ya kuisemea timu yetu ya Taifa Stars, lakini kwa kuchunga mipaka. Maana kuna mtaalamu pale Clifford Mario Ndimbo ndio bosi wa kitengo cha habari cha timu yetu ya taifa ya Tanzania. Karibu sana. Mimi nashukuru sana, nimefurahi tumekutana. Hilo Pido Bonge moja la opening. Pido anatufahamu tu, nimekubali. Unajua waga ma videographer wakikaa kule anamwangalia kwanza host wake anafanya nini, alafu anamwangalia kwanza mgeni anafanyaje. Akiona kwamba unampa mzuka na yeye kule unajua anakuwa na shoot hapo. Mzuka naona ngoja niwangarishe. Semesha video anaizoom in na zoom out. Ndio iache ikaa hivi. Kizoom in kidogo unaharibu. Tunajijua wengine. Akae kwa kutulia. Kutulia mdogo wangu. Kaa kwa kutulia. Niambie Jane Kishai. Safi. Bwana, ulianza hapo kuzungumzia kuhusiana na Taifa Stars. Na mimi nimependa, imekuwa ni faraja kiasi gani kocha wenu mkuu anakwenda kuwa kaimu kocha mkuu wa timu yetu ya Taifa Stars? Ni faraja kwa sababu inaonesha hatukufanya makosa kupata kocha mwenye viwango. Mpaka taifa zima linamwamini, linampa kazi ya kwenda kuinoa timu ambayo inapendwa na Watanzania na kuwawakilisha Watanzania wote zaidi ya milioni 60. Tafsiri yake ni kwamba hatukukosea tulipomwajiri kocha Miguel Gamondi. Kile tulichokiona na ambacho amekuja kukionyesha na yeye mwenyewe kwenye timu yetu ndicho ambacho kimeonekana na viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na hatimaye kuamua kumpatia ofa ya kuinoa timu yetu ya taifa ya Tanzania. Ni raha iliyoje. Ni raha iliyoje kuwa msemaji wa timu ambayo kocha wako kila timu inamhitaji. Lakini mpaka timu ya taifa inahitaji huduma yake. Tafsiri yake ni kwamba tupo mikono salama ya kocha mkuu wa kikosi chetu ya Singida Black Stars, na sasa anaenda kuwa kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Hakuna msimu utakaoishi kwenye kumbukumbu zangu za kudumu kama msimu huu 2025-26. Kila kitu kinachohusu Singida Black Stars kinaenda vizuri. Ni kama Mungu ametubless, amesema sasa ni mwaka wenu, nendeni. Ametufungulia milango. Ametufungulia milango ambao mingine hata hatukuwahi kuwaza. Kwa hiyo hii pia ni sehemu ya baraka na tumeipokea, na ndio maana tumempa ruhusa kocha wetu aenda kaifundishe timu ya taifa ya Tanzania. Baada ya kupokea taarifa zile, kocha mlizungumza naye na ni kipi ambacho aliwaambia? Kocha Miguel Gamondi kwanza amefurahi, na watu ambacho wafahamu ni mara ya kwanza katika career yake Gamondi amefundisha kwa zaidi ya miaka sijui 20 ngapi, au tuseme miaka 30 kwa wastani. Karia yake ya ukocha hajawahi kufundisha timu ya taifa ya nchi yoyote, lakini kwa mara ya kwanza kupitia Singida Black Stars anapata fursa ya kufundisha timu ya taifa ya Tanzania. Kwake binafsi ni rekodi kubwa na inaenda kuongeza kitu kikubwa sana kwenye CV yake. Na sisi tumeona, tumezungumza na kocha, ana furaha kusema kweli. Ana furaha licha ya kwamba ni jukumu zito ambalo amepatiwa, kwa sababu watangulizi wake wamefanya kazi kubwa sana. Wakina kocha Hemed Suleiman na safu nzima benchi la ufundi wamefanya kazi kubwa. Wameipatia tiketi kwenda kwenye michuano mikubwa barani Afrika, lakini pia utakumbuka timu ya taifa imecheza CHAN kwa mafanikio. Baada ya miaka mingi imecheza tena kwa mafanikio, imeingia tu robo finali chini ya kocha Ahmed Moro. Kwa hiyo ni pressure, lakini pia ni kazi ambayo inaenda kumpima kocha wetu Miguel Gamondi ubora aliokuwa nao. Na uzuri Gamondi anapenda challenge kama hizi. Kwa hiyo wamemfikisha kunako. Kazi ambayo wamempa Gamondi ndio kazi ambayo alitakiwa aipate mapema, kwa sababu yeye ndio mambo yake, ndio shughuli zake.
Hapa Tanzania tuna msemo wetu unasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Kwa jambo likiwa gumu linalohusu kocha au kufundisha timu yoyote, mpatie kocha Miguel Gamondi. Na mimi naamini ndio tiba na mwarobaini wa timu yetu ya Taifa Stars kufanya vizuri zaidi na kuandika rekodi mpya kwenye michuano yote ambayo inashiriki. Kwa nini kwa una imani kubwa sana ikiwa ni mapema kabisa Masanza? No, tunamwamini kwa sababu tunafanya naye kazi. Sisi tunamjua, tunajua kile ambacho anakifanya ndani ya timu yetu. Akihamishia hata robo tu kile anachokifanya Singida, akikihamishia hata robo kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kila mtu ataishabikia Singida Black Stars. Umeona Singida Black Stars tunaondoka humo, si ndio kocha mkuu wa Singida Black Stars? Mahaba haya nilokuwa nayo yamekuzidi. Kocha Miguel Gamondi anachokifanya Singida Black Stars, anachokionyesha kwetu, akikifanya robo tu kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kila Mtanzania sasa hivi bila kulazimishwa ataipenda Taifa Stars. Kila Mtanzania atajivunia Taifa Stars. Mpaka majirani zetu wote wanaotuzunguka, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, wote wataipenda Taifa Stars kwa sababu ni kocha ambaye anaweza kufanya kazi yake ipasavyo na ni kocha mshindani. Gamondi mshindani kweli, mshindani kweli kweli. Kwa tunaamini akipeleka mchango wake hata 20% tu, Taifa Stars inaenda kung'ara kama inavyong'ara Singida Black Stars. Ikikurudisha nyuma kidogo, wakati tunazungumza hapa ulisema kwamba kila timu inamtaka Master Gamondi. Kila timu gani wewe? Mbona kila timu? Hakuna timu hatamani kuwa na kocha kama Miguel Gamondi. Huo ni ukweli. Kila timu inatamani mafanikio, si ndio? Mafanikio yanapatikana kwa Miguel Gamondi. Ndio maana Singida Black Stars tumepata mafanikio ambayo hatujawahi hata kuyaota. Kwa mara ya kwanza tumepata kombe. Kwa mara ya kwanza tumeingia hatua ya makundi. Si ndio? Haya ni mafanikio ambayo yamepatikana ndani ya muda mchache. Ni mwaka wake wa kwanza na ni hatua za awali msimu kuanza, lakini ameshatupatia mafanikio haya. Timu gani ambayo itamani kuwa na kocha kama Gamondi? Na ndio maana sisitiza kila siku, kila timu inatamani kuwa na Gamondi, lakini Singida Black Stars tumebarikiwa kupata kocha sahihi ambaye anatufurahisha, anatufanya tujivunie kuwa naye na tujivunie timu yetu. Kazi anayoifanya inaonekana. Yaani mimi hivi kuongea ni kunakshi tu, lakini kazi yake inajitosheleza, inajieleza yenyewe, inajitetea yenyewe. Mimi natamani kumuona Gamondi wa Taifa Stars na kila Mtanzania ashike maneno yangu. Taifa Stars ya Gamondi itakuwa ni Taifa Stars tofauti kuliko Taifa Stars zote ambazo umewahi kuzishuhudia Jeni Kishai. Kwa sababu gani? Kwa sababu Gamondi ana misuli ya kwenda Gamondi ana falsafa yake ya kusema tunacheza kama tunavyofanya mazoezi. Yaani anataka wachezaji vile wanavyojituma mazoezini. Maana kuna wachezaji mazoezini wanaonesha 100%. Ukimpa mechi anambwela. Sasa yeye huwa anahakikisha mchezaji anapotrain ndivyo anavyocheza. Sasa Taifa Stars ikitrainiwa na Gamondi ikaenda kucheza kama inavyotrain, Jeni Kishai utakuja kuniambia hapa, itakuwa ni miongoni mwa timu bora za taifa katika ukanda huu wote unaotuzunguka wa Afrika, kwa sababu ni kocha mwenye viwango hivyo, anaweza kufundisha. Muhimu tu apatiwe ushirikiano wa kutosha na wadau wa soka wa Tanzania wenye mapenzi mema kama Singida Black Stars, na kila ambaye anatamani kuiona. Unajua Taifa Stars imekuwa ikifanya vizuri, watu wanafurahi, afu kidogo unajua lakini safari hii tunamuombea akipata support ya kutosha, wallahi wa billahi Gamondi anaenda kuibadilisha Taifa Stars na kila mmoja atajivunia timu yetu ya taifa. Kundi lenu linaitwaje la kombe la shirikisho Afrika? Hatua ya makundi. Maana nasikia kuna kundi lingine, kundi la kifo, ligi ya mabingwa Afrika. Mbona kucheka? Ni la Yanga tunaita la kifo lile. Kumbe kuna makundi mpaka ya kifo. Msimu mgumu. Bana, sisi tumepangiwa kundi C kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kundi ambalo linatoa picha kwamba hakuna lele mama, hakuna ambaye ameingia kwenye hatua ya makundi kwa kubahatisha. Zote ni timu bora, ndio maana tumekutana huku. Tuna Stellenbosch, tuna Belouizdad. Mimi mara kwanza naona Belouizdad tumepangiwa nao pale kwenye draw. Nikamkumbuka ndugu yangu kijana Ahmed. Who is Belouizdad? Nilikumbuka ile na ikanipa picha kwamba Tanzania tumevuka hatua ya kuogopa timu zinazotoka mataifa ya huko Afrika Kaskazini kwa majina yao na historia zao. Tunabishana nao na tunapata matokeo. Hawa Belouizdad sikuishia tu kwa Ahmed. Nikamkumbuka Miguel Gamondi alivyokutana nao kwa Mkapa pale akiwa na Yanga. Akawakanda chuma hizi. Lakini kwao alikandwa ngapi? 3. Akaja akafanya comeback ya kibabe akawakanda chuma 4-0, Yanga ikasonga mbele. Kwa hiyo
hiyo imenipa furaha ya kuona kwamba kwanza si mgeni kwa Miguel Gamondi, ni mpinzani ambaye tunamjua vizuri, si ndio? Ni mpinzani ambaye tunaweza kubishana naye. Kama Gamondi aliweza kubishana naye akiwa Yanga, sasa ambako alitumia 20% tu kama alivyotumia Simba 20%. Imagine yuko Singida anatumia uwezo wake kwa 60%, alafu anakutana tena na Belouizdad. Tutasumbuana naye. Tunajua ni timu nzuri, ni timu ngumu, lakini tutapambana naye kufa na kupona kuhakikisha kwamba hawi kikwazo kwenye malengo yetu mapya ya hatua ya makundi. Lakini tunaye Stellenbosch kutoka Afrika ya Kusini. Stellies wazuri. Mimi nawafuatilia. Alafu nilivyosema nawafuatilia nimekumbuka. Nyinyi mlifanya interview na kijana wangu. Kijana wako nani? Musa. Ndio. Anasema mimi sijui mpira. Hapana, wewe hujaelewa. Wewe umesikiza interview nzima? Ninayo, nimeidownload. Ulikuwa kipindi hicho, wewe wakati unaenda Singida, ulikuwa unamjua mchezaji huyu? Mmoja. Yaani ninyi mmejifunza pamoja kuwajua wachezaji. Yule mtoto mimi nimemfundisha kazi. Nimemfundisha mpira. Leo anakuja kusema mimi nimekuja hapa nilikuwa sijui chochote. Ulikuwa unamjua Kaseke peke yake. Anatakiwa andike barua ya kujieleza. Hawezi kunikosea adabu kiasi hicho. Nimewafuatilia Stellenbosch. Mmemponza Musa anaandika barua ya kujieleza huko. Kweli? Nimemfuatilia Stellenbosch, ni timu ambayo inaamini kwenye vijana kwa sababu ina academy na academy yake ni miongoni mwa academy bora sana kwa pale Afrika Kusini. Kwa hiyo wanaamini kwenye vijana na huwa wanacheza mpira wa kasi, wanashambulia, wanatengeneza nafasi. Ni timu bishi kidogo. Lakini tukitazama ubora wao na tukitazama ubora wa timu yetu, experience ambayo tuko nayo kwa wachezaji wetu, nao tunaweza tukaenda kubishana nayo. Na uzuri hawa tunaanza nao pale Zanzibar, uwanja wa New Amaan Complex. Haitakuwa mechi rahisi kwa sababu hii ni michuano mikubwa na wote tumeingia kwenye hatua ya kupambana kwenda robo finali, lakini tutabishana nao kweli kweli. Na kwa sababu tumechagua Zanzibar mapema, naona na wengine wamekuja Zanzibar. Jamani. Huko amebaki mmoja tu, Benjamin Mkapa. Amebaki mpweke. Tunamkaribisha. Msisimko wa michuano ya kimataifa, kombe la shirikisho na Champions League, ligi ya mabingwa utakuwa visiwani Zanzibar msimu huu. Ukibaki Dar es Salaam msisimko utakuwepo lakini mdogo. Kule Zanzibar tuko watatu sasa hivi. Tupo sisi Yanga, wapo Azam FC ambao wamekuja kuungana na sisi kule visiwani kwa ajili ya kucheza michezo ya nyumbani. Kwa Stellenbosch tutawakaribisha tarehe 30. Yaani tukimalizana tarehe 23 kule Algeria na CR Belouizdad, tutarudi nyumbani, tutaenda Zanzibar kwa ajili ya kushindana na Stellenbosch kwenye mechi ya pili, kisha tutaenda mapumziko. Muda huo Gamondi sasa anaenda Taifa Stars kwa mara ya pili. Tukitoka Mwanza ataenda kwa ajili ya ataenda Egypt na timu ya taifa kwa ajili ya hatua za awali, kisha baadaye atarudi na Singida Black Stars ataifundisha. Gamondi bwana ana kazi mbili sasa hivi. Anapiga huku, anapiga huku. Atarudi atakuwa ameshaenda huko na tutakuwa tumepata mapumziko mafupi kupisha kalenda ya FIFA, kisha Januari tunakuja kuendelea na ratiba itakayokuwa mbele yetu. Umemsahau AS Otoro kutoka Kongo. Hiyo AS Otoro sijaitaja makusudi, ni of course ni mwanakundi mwenzetu na pia tupo kwenye kundi moja, lakini yeye mechi yake amepangiwa huko Januari. Tutakutana naye Januari huko. Sasa hivi naongelea hawa wawili ambao tayari fixture imeshatoka, imetuonesha tutacheza nao Novemba wote wawili. Belouizdad pamoja na Stellenbosch. Tukimalizana nao hawa tutaanza kumuongelea AS Otoro. Otoro naye ni mpinzani mzuri, ameshiriki mara kwa mara michuano hii. Tutamuongelea vizuri baadaye, lakini kwa sasa pasua kichwa ambao anatuwazisha sana ni CR Belouizdad. Lakini pia Stellenbosch nao tunawaangalia kwa jicho la ukaribu. Lakini yote kwa yote Watanzania wajiandae kupata furaha. Wazanzibari, Pemba na Unguja, hii ni fursa imekuja nyumbani kwao, wasiichezee. Tumeleta timu Zanzibar tukitamani wapate raha ambao wana Dar es Salaam waliipata kwenye hatua ya awali. Wana Dar es Salaam walipeleka Singida Black Stars hatua ya makundi. Wazanzibari wanatakiwa waipeleke Singida Black Stars hatua ya robo finali. Wakishindwa watakuwa wametuangusha kwa sababu sisi tumewapelekea timu kule kwenye michuano hii mikubwa, waje kuisapoti, wanaloweza kufanya lolote wafanye, timu iende robo finali. Dar es Salaam watu wadai, tumeshamalizana nao. Ni zamu ya Zanzibar kuipeleka Singida Black Stars hatua ya robo finali. Nini siri, nini ambacho mmekiona katika uwanja wa New Amaan Complex?
No, kwanza ni uwanja ambao tunaufahamu vizuri kwa sababu si wageni pale. Tumeshacheza mara kadhaa, lakini uwanja bora ambao umefanywa maboresho hivi karibuni. Ni miongoni mwa viwanja vikubwa sana sasa hivi kwenye mpira wa Afrika. Lakini pia Zanzibar hatujaangalia tu New Amaan Complex peke yake. Tumeangalia uwezekano wa kupata viwanja vingi vya mazoezi pale. Unafahamu kuna viwanja vya Maisara na viwanja vinginevyo. Zanzibar ina utajiri wa viwanja vyenye ubora ambao inaweza kutupa fursa ya kujiandaa vizuri bila stress. So unaenda kiwanja asubuhi unasimamiwa mlangoni hivi. Hamjamaliza? Vingi tu. Kwa sababu vinatustiri, acha tukae kimya. Lakini Zanzibar kuna utitiri wa viwanja ambao vitatuwezesha kutrain bila stress kwa sababu hii ni michuano mikubwa ambayo inahitaji pia maandalizi makubwa. Nini ambacho kinaendelea ndani ya Singida Black Stars kwa sasa? Kinachoendelea ndani ya timu yetu sasa hivi, jambo kubwa ambalo liko mbele yetu ni mechi ya ligi kuu. Ligi imerejea. Tunaenda kucheza mchezo wetu wa 3. Tumeshacheza mechi 2, huu ni mchezo wa 3, tunacheza tarehe 8 mwezi Novemba na tutakuwa ugenini Mwanza dhidi ya Pamba Jiji katika uwanja wa CCM Kirumba. Kwa hivi ninavyozungumza na wewe leo timu imefanya maandalizi yake ya mwisho kwa hapa Dar es Salaam, kisha kesho asubuhi tarehe 6 timu itasafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea jijini Mwanza na kujiandaa na mchezo tarehe 7, maandalizi ya mwisho, kisha tarehe 8 mashabiki wetu walioko Mwanza, wa Tanzania walioko Mwanza, wanaoipenda Singida Black Stars walioko Mwanza tunakutana saa 10 jioni katika uwanja wa CCM Kirumba. Mechi kweli hiyo. Pamba wana timu nzuri. Kuna timu ilicheza na Pamba ikabidi uizimie taa kwanza. Wazuri wale. Pamba? Lakini tunaenda kubishana nao pia, ni vijana wazuri, wana shauku ya kufanya vizuri na sisi kitu ambacho kimetuingia akilini sasa hivi kwa msimu huu. Tunajua kila mechi tutakayocheza itakuwa kama finali. Kwa sababu watu wameona ubora wa Singida Black Stars, wameona ubora wa Miguel Gamondi. Wataona ni timu tofauti wanacheza nayo. Kwa lazima watakuwa wanajiandaa kupambana nayo tofauti na msimu uliopita. Watakuwa wanakuja kucheza wakijua wanacheza na timu ngumu kiasi gani, kwa hiyo inaenda kutuletea sisi pia ile feeling ya kuona tuko kwenye mapambano kwenye kila mechi. Haitakuwa mechi rahisi, lakini inshallah tunaamini tunaenda kupata matokeo ya ushindi. Mimi nakutakia kila la kheri Masanza na asante sana. Pamoja sana. Pira Montana.